ipo vile vile tumeanza kuiona. Watu wanatoka katika makabila mbalimbali, lakini tuko pamoja. Kuna Wazaramo humu, kuna Wamakonde humu, kuna Wasambaa humu, kuna Wazigua, kila kabila liko humu, lakini wote tumeunganishwa na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lengo la kuwa tofauti ni litaarafu, ili mpate kujuana. Ukija ukaniuliza bana, namtafuta Juma, takwambia Juma wako wengi hapa. Namtaka Juma gani? Namtaka Juma Msambaa. Unaona litaarafu inakuja pale, yule Msambaa yule pale. Namtaka Athmani. Athmani gani? Athmani wako wengi. Athmani Makonde. Yule litaarafu basi. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Sasa kule ndio unakutana na shuuba, utakutana na watu wa mataifa mbalimbali. Ninazungumzia hili kwa sababu utaifa na ukabila huwa unatutilia kasumba kabisa. Utakuta mtu anathaminiwa au anadharauliwa kwa utaifa wake. Kwa hiyo kule tunakwenda kwenye mataifa, utakuta nchi zimewekwa kwa matabaka. Kuna ulimwengu wa kwanza, kuna ulimwengu wa pili. Sisi huko tunaitwa ulimwengu wa tatu sisi. Kuna watu wako kwenye ulimwengu wa kwanza, wengine wa pili. Sisi huko ulimwengu wa tatu. Unatoka wapi? Natoka Afrika. Natoka ulimwengu wa tatu. Dharau tayari, mtu hata kukaa na wewe hataki. Jamaa mmoja anaulizwa huko na Waarabu, ndio Warabuni zamani huko, kabla ya TV hizi na simu hizi, watu tulikuwa hatuoni mambo ya sehemu nyingine. Amefika kule, anambia unatoka wapi? Sasa mimi natoka Afrika. Afrika bwana, tunasikia watu wanaishi porini kwenye miti bwana. Anambia ndio mnavyoambiwa hivi. Sasa ila sasa tunashangaa, nasikia kuna balozi wetu kule. Hivi balozi wetu mmemweka wapi kama nyinyi mnaishi msituni? Jamaa akasema yani balozi wenu ndio tumemtafutia limti kubwa, limbuyu, kwa sababu yeye ana heshima kubwa, kwa hiyo tumemweka kwenye limbuyu kubwa kwa heshima yake ya ubalozi. Jibu la kijinga linakuja kwa sababu ya swali la kijinga. Sasa ukifika Maka ndio utaona sasa hakuna cha ulimwengu wangapi, wote mnakuwa waumini wa Allah subhanahu wa ta'ala, wote wageni wa Allah. Litaarafu inakuja hapa. Ukipata tatizo ndio watu watajua anatoka wapi. Anatoka Tanzania, mpeleke balozi wake. Kuna mtu anapata tatizo, ametokea wapi? Pasipoti inaleta kwenye litaarafu, unatambulika au anatoka Kenya, mshughulikieni. Lakini bila ya hivyo watu wote wako sawa sawa. Tumezoea sana kudharauliana kwa makabila. Kuna makabila yamepewa sifa fulani ya kudhalilisha. Ukitaja kabila lako mtu anahamaki, bwana hii kabila gani? Mzigua. Nasikia Wanga kweli nyinyi. Kabila gani wewe? Mimi Mrani. Mgogo. Mgogo tena. Mpare. Haya basi, kila watu wana sifa fulani, lakini hii inakomeshwa na Uislamu, hasa kwenye ibada ya hija. Kabila lao hata leo limedharaulika vipi, kule halitambuliki. Wao wanaonekana mgeni wa Allah, na wote waliotoka kwenye makabila yao mbalimbali mnakuwa kitu kimoja. Kwa hiyo tunasema pia tuna tabia ya kudharauliana kwa muonekano. Mtu kavaa nini? Ya bei gani? Yaani ulipovaa tunapewa hadhi fulani. Sasa unapofika Maka unapigwa shuka mbili nyeupe, moja unapiga kiunoni, nyingine unajitupia hivi kama Masai fulani, isipokuwa yenyewe nyeupe. Huna kingine chochote, na isiwe na mshono. Uwe mfalme, uwe raisi, uwe nani, unapigwa vazi hilo sawa sawa na wengine wote. Hakuna cha nini wala nini, kavaa nini, ya bei gani, hakuna. Hii ni nidhamu kuonyesha kwamba wote wageni wa Allah wamtakuwa sawa sawa, hata kimuonekana. Maana mara nyingine hata kofia hizi pia zinatofautisha. Mtu anakuangalia kavaa kofia ya bei gani, kuangalia kofia yake, ile inaelekea kama ya 300,000. Wengine amevaa
2,000 ile kofia ile, mwingine kofia ile, yani hata kofia zinatofautisha hapa. Hapo mtu anavaa kofia hapa, sasa sio mwenzetu kwa kofia ile. Kule bwana ukifika hamna kofia, wote vichwa wazi, shuka mbili, vichwa wazi, hakuna cha kofia. Hata vilemba hivi saa nyingine ukivaa kilemba wanakujua wewe Darweshi. Kilemba kile kile Darweshi. Iki kilemba cha milioni. Sasa kuna vitu vingine pia vinaleta tofauti. Hata manukato, perfume hizi tukipita watu wanatutathmini perfume yake huyu ya 300. Hii perfume hii inanukia hii ya bei mbaya hii. Kule unaambiwa perfume marufuku. Oga tu usinuke kibeberu. Marufuku perfume ya aina yote. Wote mwe sawa sawa. Sasa kwa haraka yote angalia hija inapomtenga mtu kinidhamu. Muislamu anatakiwa awe vipi? Kule unakutana na mambo yote hayo. Basatun, simplicity, unakuwa simple hata kama bilionea. Almusawat, equality, unaiona pale watu wote wako sawa, hamna cha mfalme wala nani. Atawadhu, unakuta kila mmoja yuko hambo, mnyenyekevu. Alafu kuna alwahda, ndio unity, ile umoja unauona pale. Watu wote wa mataifa mbalimbali, makabila mbalimbali kutoka kila sehemu, wote wanakuwa katika umoja, na pale ndio unaona ukubwa wa Kiislamu, udugu wa Kiislamu unaokuta huko pale. Kuna mtu mmoja anajulikana sana, anaitwa Malcolm X. Malcolm X alikuwa ni mwanaharakati akitetea weusi kule, lakini aliona nuru ya Uislamu akawa Muislamu, lakini alianza na Uislamu fulani, Uislamu ambao ulikuwa unawachukulia wazungu wote kama mashaitani. Yaani hawa watu mpaka leo wapo, ukimtajia mzungu anakuambia mzungu shetani. Malcolm X aliposlimu akaitwa Malik al-Shabazz, akabahatika kwenda Maka. Alipofika Maka akashangaa, akakuta kuna wazungu pale lakini Waislamu, tena wanawasaidia wasiokuwa wazungu. Mzungu anakumbatiana na mtu mweusi, halafu wote wako labbaik Allahumma labbaik. Yule bwana alishangaa kwamba kumbe wazungu nao wanaweza wakawa watu. Alipotoka pale, falsafa yake ya kuchukia wazungu wote ikabadilika. Aliporudi Marekani akawa anaambia jamani, yale mambo ya kuwachukua wazungu wote ni mashetani, sio kweli. Mnakutana na wazungu Waislamu safi, tena wako pamoja na weusi, hawana ubaguzi, hawana nini. Alipobadilisha hivyo, wenzake wakasema huyu amekuwa sell out, keshanunuliwa. Ndio ikaja figisu mpaka wakamuua yule bwana, wakajua kesha pewa sijui rushwa na nini, akauawa. Unaona jinsi Uislamu ulivyo. Huyu mtu alipokuwa na msimamo wake dhidi ya watu weupe, hija ilimbadilisha. Mambo mengine Waislamu yaliyokatazwa, kuna mambo mengine ukiona kama madogo. Kwa mfano, ukifika kule hakuna kunyoa. Wewe ukishafika kule bwana, jua swala la ibada, kama hujanyoa huku angalau kidogo, basi kule mambo ya saluni iko wapi bwana? Hakuna cha saluni wala nini, hata kukata kucha na mambo mengine. Unaambiwa kuwinda. Kuwinda ni pamoja na kuua wanyama wa watu ovyo. Kuna wanyama wahuni wale wanaoleta madhara kama nyoka nini, hao unaua. Lakini usije ukafika kule njiwa watu wamejaa kule, kuna njiwa wengi sana, njiwa wametapakaa pale, basi hata ile kutamani kumkamata mmoja usiwe nayo, muache mnyama wa watu. Sianze hapa ningekuwa na manati hapa. Paka wa watu wakipita mwache apite. Manake kuna tabia mtu akiona paka sijui na kwaje lazima amfurushi. Sasa paka watu wakipita kule, si paka tena jeusi, hata alijua rangi gani, liache lipite zake. Haki za wanyama pia zina. Yaani kule ni amani. Kule bana ukifika hakuna kuoa wala kuolewa
wala kuozeshwa. Hizo zote ni marufuku, ni damu. Swala la kuoa, kuolewa au kuozesha, sahau kabisa, unakwenda kwa ajili ya ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sio umefika kule tena ushaona mabinti watu wamepita, unafikiria kuopoa. Wewe shika adabu yako, mambo ya malavedave. Hata ukienda na mkeo hakuna shughuli moja, ibada maalum. Na ukifika kule, tunapokwenda kwenye semina za hija, mahujaji watarajiwa, tunapowapa semina mwishoni, huwa tunasisitiza hili: udokozi. Wale wana semina wao tunawaambia, jamani, kama huku una tabia ya kudokoa dokoa, yani iache huku, utarudi na kigutu. Kule wanakukata mkono. Tena sio kwamba wanakata mkono alafu wanakuachia, au nakatwa mkono alafu unapelekwa hospitali vizuri. Sasa wenzako wanarudi wamebeba zawadi, maji ya Zamzam, wengine wameleta tasbihi za kung'aa, wewe unakuja na nini? Watu wanaacha vitu vyao vya thamani mezani, wanajua hakuna wezi, wanaenda kuswali. Hamna mwizi. Na sio kwamba wezi hawako, wezi wako, lakini unajua gharama yake ni kubwa. Akifikiria kibutu, hata ile nani ya kuibaiba kule. Kwa hiyo tunawaambia kabisa, jamani, tahadharini, usijaribu kudokoa. Na ulimwengu huu wa CCTV kamera, msije mkarudi na vigutu hapa. Lakini kubwa, tunapofika kule tunaambiwa kuzozana marufuku. Hata mtu akikutia kikumbo au akikukanyaga, unaambiwa usikasirike, marufuku kasirika kule na kuleta mizozo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Al-Baqara sura ya 2 aya 199 anasema kuhusu hili: faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuq wala jidala fil hajj, na anayekusudia kufanya hija katika miezi hiyo, basi huko hakuna mambo machafu machafu, mambo ya ngono, mambo ya ufasiki, uchafu, wala mabishano. Kuna mabishano kule. Sasa kama huko umezoea mizozo, mabishano na Waislamu wenzako, wewe ukimwona Muislamu mwenzako unamuona zwazwa tu, ukifika kule utaona watu wametoka kila dhehebu, wageni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tena wengine unatoka nao sehemu moja, wale wale uliowapa majina huko: Hizbi, Khurafi, Wahabi, Ahlul Bid'ah, ndio majina tunaopeana. Na ukifika kule, chunga adabu yako, marufuku. Huko utakutana na wale ambao unaona ni tofauti, na unaona kwamba walikuwa sio wenzangu kule. Yule sio mwenzetu, yule mtu wa maulidi, yule sio mwenzetu, bwana. Mtu wa kufunga swala kifuani anajikaba, yule sio mwenzetu. Ndio tumepeana majina namna hiyo. Sasa kule wote mnaingia na kauli moja: labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mat laka wal mulk la sharika lak. Hali hii ndio tungekuwa nayo huku, tungekuwa na raha kweli kweli. Kwa hiyo tunategemea hujaji atakayetoka kula akirudi huku, basi angalau wawe wabadilika kitabia. Zile tabia zetu zile, angalia haya niliyoeleza hapa, ndio mambo ambayo tumeishi nayo. Sasa kama tunarudi na silka hii, wote tunakuwa na nidhamu, basi jamii ya Kiislamu ingekuwa na amani sana. Na hapo nimeelezea kwa mukhtasari sana. Insha Allah nitaongezea kitu katika khutba yangu ya pili. Wallahu tabaraka wa taala yaqul wa biqawlihi yahtadi al-muhtadun fa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wa qala 'azza min qa'il 'alim fa idha qara'ta al-Qur'an fasta'id billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Tumuombe msamaha Mwenyezi Mungu katikati ya khutba mbili, kwani nimesisitiza kwamba msamaha unakubalika mno katikati ya ile khutba mbili. Fastaghfiruhu
innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala ashrafil mursalin Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah. Na wausieni tena enyi waja wa Allah tumche Mwenyezi Mungu kama ambavyo najihusia mimi mwenyewe. Baada ya kuangalia hija inavyomjenga mtu kinidhamu, sasa kuna mambo mengine niyaelezea haraka haraka. Yote ni katika mafunzo tunayopata katika ibada hii adhimu. Hija inamjenga mtu kuwa mkakamavu. Ukienda kule utakiwi kuwa legelege, kuna mambo mengi kule. Kule ni harakati, shughuli. Mara unakwenda kufanya tawafu, mara kuna sa'i, kwenda Safa, Marwa, mara ngapi. Unatakiwa uwe mvumilivu, uvumilivu mkubwa. Ukiacha subira ile utapigwa vikumbo, utakanyagwa na huruhusiwi kuzozana na mtu, bado itabidi uvumilie hali ya hewa. Kule saa nyingine hali ya hewa inakuwa critical. Safari alhamdulillah nimekuwa nikiwasiliana sana na wenzetu waliokwenda mara kwa mara. Hija yote kila siku nilikuwa nawasiliana na watu waliokuwa kule, kwa sababu watu wangu wa karibu pia wamekwenda kule. Mmoja wapo Mufti Abubakar nilikuwa nikizungumza naye sana, na moja katika ahali zangu pia wamekwenda kule. Wanasema hali ya hewa safari kidogo ilikuwa wanakohoa sana. Uvumilivu, kuna sehemu utafika utalala chini kwenye camps zile kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini zaidi hapo msufumano, kuna watu wengine anatamani kushika ile Kaaba na hawezi, na si lazima kuishika Kaaba. Utazungukia huko, wenzako raundi yao fupi, wewe unapiga raundi kubwa kwa sababu huna ubavu, inabidi upitie pembeni. Na akija mtu akikupiga kikumbo anataka kwenda kule, wala usewe nini kama kwenye daladala. Mtu unamkanyaga, we maneno yake, unanikanyaga, hauoni, basi ataongea mpaka kituoni. Hapa unafundishwa uvumilivu. Kuna ujasiri, na hili ndio nitalisisitizia sana. Kuna sehemu ya kutupa mawe pale. Nakuta unatupa vijiwe kama mchezo vile, lakini ile ni ishara. Kwanza unakumbuka kilichofanywa na Ismail na baba yake Ibrahim wakati shetani anawashawishi kuvunja amri ya Allah, basi wakawa wanachukua mawe wanamtupia. Sasa sisi tunapokwenda kule tunatupa vile vijiwe, ile ni ishara kwamba Muislamu uwe tayari kupambana na uovu. Na uovu na hatua tatu. Ya kwanza kabisa ni kuondoa kwa mkono. Ushetani wowote tumia mkono kuondoa. Kwa ile kutupa vijiwe, ile ni ishara tu. Mtaizungumzia vizuri hapa mwishoni, lakini mwishoni wanachinja. Kuchinja, unaua mnyama, unamtoa sacrifice. Tukikumbuka jinsi alivyotaka kuchinjwa Nabii Ismail, lakini vile vile chinja, Mwenyezi Mungu katoa uhai, wewe utoe kwa ajili ya kudumisha uhai wa watu wengine. Mwanamume chinja. Wako wanaume hapa, mpe kuku tu. Bwana huyu hapo mchinje, na mchinjaji anatetemeka. Kijogoo mpe kabisa, na mkata yaya. Siwezi, ila kumla anaweza. Kumchinja hawezi, lakini kumla fundi. Chinja. Ndio maana watu walichinja. Lakini sasa nasisitizia hii ya Jamarati, kitendo cha kutupa mawe, maana yake unaweka ishara kuwa tayari kupambana na munkari kwa mkono. Jiwe la Ismail, jiwe la Ibrahim ni ishara kwamba Waislamu muwe tayari kutumia mkono kuondoa uovu. Nabii Musa alayhi salamu alitumia mkono. Musa alikuwa na msuri Tyson nyuma. Aliwahi kutwanga mtu ngumi mpaka akafa, lakini ile ilikuwa ni makosa. Huyu ndio Mwenyezi Mungu kamchagua pamoja na kosa lake la kuwa ana mkono. Huyu ndio ataweza kupambana
vibaraka wa Firauni. Ngumi moja mtu analala chini, lakini pia alipewa fimbo. Ile fimbo lazima ushike na mkono. Fimbo yake ilikuwa akitupa hivi inageuka nyoka. Ni sunna Muislamu kutembea na fimbo tembea kibwegi, japokuwa yako haigeuki nyoka. Hayo unakuwa na fimbo. Fimbo hili iligawa bahari, piga bahari. Yaani Mwenyezi Mungu anakupa teknolojia alafu anaiongezea nguvu. Muislamu unaweza ukawa unapambana kwa mawe, kumbe Mwenyezi Mungu anaongezea nguvu pale. Lile jiwe likija mtu anadhania kapigwa nyundo, kumbe Mungu kaongeza pale. Angalia, kabla ya kuzaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuna watu walikuwa wanakwenda kuivunja Al-Kaaba. Hakukuwa na mtu wa kuitetea Al-Kaaba, binadamu wa kuitetea Al-Kaaba dhidi ya askari waliokuja na tembo hakuwepo. Mwenyezi Mungu akatuma viumbe dhaifu kabisa, ndege. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Mwenyezi Mungu ana askari wake. Binadamu wameshindwa, vindege bwana nakuja na vijiwe vya moto. Sasa vile ukisoma wewe unasikia videge vilikuja na vijiwe vya moto. Vijiwe ile ni air strike, ndio vita ya kisasa ile. Imeanza kutokea huko, Mwenyezi Mungu akitaka kuwapa watu akili. Vita ya kisasa unapigwa kutoka juu. Vijiwe vya moto sasa hivi tunaita mabomu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye akaja na teknolojia ile aliyoikuta ya upanga. Kwa nakwenda mkono unakamata panga unapambana na maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini utashangaa upanga saa nyingine haufanyi kazi vizuri kuliko silaha ya chini yake. Safari fulani Mtume anapambana, yuko front line, wapambanaji wake wachache, makafiri wengi na wanakuja juu. Kuna kila dalili ya Waislamu kushindwa. Alichofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliinama chini akachukua fumba la mchanga moja tu akalirusha kwa makafiri. Makafiri walichanganyikiwa, ule mchanga aliorusha Mtume walichanganyikiwa, na Waislamu walishinda ile vita. Wanarudi masahaba wanasimuliana, bwana Mtume kiboko. Uliona alivyofanya pale? Kainama chini tu akachukua mchanga, ule mchanga aliporushia wamechanganyikiwa, tukawakongota vizuri sana. Wakati masahaba wanajadili hiyo, Mwenyezi Mungu anashusha aya, anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Hukutupa we Muhammad pale ulipotupa ule mchanga, bali Mwenyezi Mungu ndio alitupa. Kwa unaona mkono wa Mtume, nguvu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anataka nyie muanze tu. Sema bismillah, twanga mtu ngumi haamki. Sasa Allah ametupa dhima ya kupambana. Akasema katika Qur'an, qatiluhum yu'adhibuhumullahu biaidikum. Pambaneni nao, Mwenyezi Mungu atawaadhibu kwa mikono yenu. Yaani wewe ukipambana na kafiri, basi ule kafiri anapata adhabu, Mungu anamwadhibu kwa kutumia mkono wako. Wewe cheo kikubwa kiasi gani? Kini sisi tulivyo, yani teja kabisa linakufuata, eti umeshika bisibizi, lete simu. Lete simu. Yaani unajua kabisa hili teja, lete simu, na wewe unatoa kabisa, wewe chukua. Mungu anakuona, na wewe pia Mungu anakuona ulipokuwa bwegi. Twanga ngumi, akae chini. Ndio Muislamu anavyotakiwa kuwa. Waislamu tuko kwa ajili ya kuwakinga wengine vile vile. Mwenyezi Mungu katika surati Al-Baqara, nikimalizia mwishoni mwa hotuba yangu, anasema walaula dafullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardh. Yani kama Mwenyezi Mungu asingewapambanisha watu na wengine, yani akawapambanisha baadhi ya watu na wengine, basi ufisadi ungeenea sana. Hii ina maana Mwenyezi Mungu kila mbabe anamletea mbabe mwenzake. Kulikuwa na mtu anaitwa Jalut, wengine wanamuita Goliath. Alikuwa mbabe, jitu kubwa linatamba, akaletewa Daudi. Daudi akamtia adabu, akamtwanga, akamuua. Alikuwa kwa mtu anaitwa Firauni, akaletewa Musa Tyson. Walikuwa Warumi na dola yao, wakaletewa Waislamu, Gulliver Rumi.
Leo yuko Israeli kaletewa Irani. Nyie si mnaona kinachoendelea huko? Sasa kama Mwenyezi Mungu asingewapambanisha watu fulani na wengine, hii ni dhalimu ingeendelea sana kutudhalimu. Imamu amesema hapa tusilete ushabiki kwenye hii vita. Tazama tu wanaume wanapopambana. Mwenyezi Mungu keshawapambanisha ili wewe utulie, lakini hakuna kutulia. Sasa hivi vita inaendelea, watu tu mimi timu Israeli, mimi timu Irani. Mimi naambia wewe uko timu Israeli, wewe timu Irani, wewe timu mateso. Kaa kimya, angalia wanaume wakipigana. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala alete. Irani akifunga ile njia ya mafuta pale, kuna njia fulani ya mafuta pale, 30% ya mafuta yanayotumika ulimwenguni kila siku yanapita pale, na kuna dalili akafunga. Akifunga huko kwetu mafuta hayaji. Sasa mafuta hayajaja, na ndio nyie wa bodaboda, nyie wa daladala, nyie wa mafuso. Ina maana kuna mtu atasafirisha nyanya kuleta Dar es Salaam, alikuwa analipa tenga moja 5,000, sasa hivi atalipa 10,000. Kama tenga moja 5,000, 10,000, yeye atauza shilingi ngapi? Kwa hiyo nyanya ya 100 itauzwa 200, na kila kitu kitakuwa mara mbili. Kama una budget ya 600,000 kwa mwezi, andaa 1,200,000 kwa vita hii. Wewe shangilia badala ya kuomba haya mambo ya shangilia. Lakini sasa hivi halafu watu walipokuwa akili hawana, maisha yakishabana, wamekaa kama mazombi. Anakuja mtu anawachochea tu, naona serikali yenu, naona mambo yamekuwa magumu na nini, kaandamana, jitu linaenda kwa hajui kama matatizo yameanzia wapi. Anaona hapa hapo anaadhimishwa kwamba rais wake mbaya, mbunge wake mbaya, nini, kwa sababu ni zungukuku linaenda tu linapigwa virungu, linaandamana. Na hii vita inavyokwenda, sevu Muislamu, kama hujui neno la kusevu, weka pesa, tunza pesa sasa hivi. Hali hizo wiki ngapi zinazokuja itaanza kuwa ngumu hapa. Hii vita sio mchezo, inakugusa mpaka wewe. Tumuombe Mwenyezi Mungu atuepushe. Weka pesa. Kama ulikuwa unavuta sigara 6 kwa siku au nusu pakti, vuta 2, asubuhi 1, jioni 1. Nyingine sevu. Wale wasiosikia kwamba sigara mbaya, mmeng'ang'ania tu makruhun. Sasa punguza hizo makruhu zako, vuta sigara 2, weka pesa. Siku pakichangamka hapa, ukianza kutimka usichemke mifuko mitupu. Subhanallah, Mwenyezi Mungu atuepushe, na Mwenyezi Mungu awajalie waliosimama katika haki kwenye vita hii ndio washinde insha Allah taala. Yako mengi ya kuzungumza kuhusu masuala haya, lakini kwa sababu muda nao umekwenda, kwa leo inatosha. Kwa nimalizie, hujaji asidhani ile kutupa vijiwe ndio keshamaliza. Ile ni ishara tu ya kuwa tayari kuondoa munkar kwa mkono pale inapowezekana, ukitakiwa kufanya hivyo. Kwa neema hii ya Uislamu tusisahau kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tena ni amri kumswalia mtume kama alivyosema mwenyewe, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabii ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Tuombe kheri nyingi vile vile maswahaba wa mtume, hasa wale 4 waongofu ambao wamefanya kazi kubwa kufikisha Uislamu mbele, hususan Amirul Mu'minin Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq, Amirul Mu'minin Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Amirul Mu'minin Sayyidina Uthman bin Affan, Amirul Mu'minin Sayyidina Ali bin Abi Talib, na wote ambao wamefanya kazi kufikisha Uislamu hapa ulipo, mashekhe zetu waliopita, maustadhi, maimamu. Mwenyezi Mungu awape kheri nyingi, na sisi tusisahau kujiombea kama Allah alivyotuambia, id'uni astajib lakum rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Mwenyezi Mungu tuletee kheri ya vita hii na utuondolee kila shari ya vita hii inayoendelea. Birahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar fa aqimis salata inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar.